Labda Mwenyezi Mungu tu awe hajapanga mwaka huu mnyama aende robo finali, lakini kwa juhudi za kibinadamu mnyama anatoboa mapema tu kwenda hatua inayofuata. Utamu ni mechi ya tatu ndio unaingia kwenye utamu ni mechi ya tatu ndio unaingia kwenye mechi ya tatu. Mechi mbili huwezi kuita utamu. Bado nyinyi si wagao. Bado. Utamu ni mechi ya tatu. Ukipoteza mechi tatu ndio ngao utamu. Exactly. Lakini mechi mbili bado, mechi mbili ni kufungwa tu. Kwa sisi bado tuko sawa sawa. Jana tumetoa hiyo taarifa na kwamba mchakato wa kutafuta kocha mwingine tayari umeshaanza, na jambo zuri ni kwamba baada ya mechi na Azam FC tarehe 7 ligi itasimama na mashindano yote yatasimama mpaka hapo baadaye, mpaka mwezi wa kwanza tarehe 18 ambapo AFCON itamalizika. Maana yake ni kwamba tuna muda hapo wa kumtafuta mwalimu aliyekuwa bora na mzuri. Tutakapompata tukamkabidhi timu na mwalimu akawa na muda wa wiki isiyopungua 3-4 mpaka wiki 2-3 mpaka 4 za kufanya maandalizi mazuri na kutengeneza timu yake kuelekea mechi yetu ya tarehe 23 ama 21 ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance. Kwa hiyo timing wise, kwa maana ya muda, ni mzuri mno hapa kwamba una utulivu wa kutosha wa kutafuta mwalimu, na mwalimu ukampata, ukamkabidhi timu, akapata wiki 3-4 za kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika duru inayofuata ya michuano mbalimbali. Yaani kwa fupi ni kwamba tuna kama ka pre-season kingine fulani hivi kinakwenda kupatikana very soon, ambacho hicho itakuwa ni advantage kubwa kwa mwalimu wetu mpya atakayekuja kuja kukaa na wachezaji, kujua tabia za wachezaji, kujua viwango vya wachezaji, ubora wa wachezaji, udhaifu wa wachezaji, na kutengeneza timu ambayo itakwenda kutupigania kwa msimu huu wa 2025-2026. Yaani kweli tumepoteza mechi mbili kwenye michuano ya kimataifa. Imeshtua kidogo, lakini si jambo jipya kwenye maisha ya Simba Sports Club. Sababu ya kusema sio jambo jipya, watu tusichukulie hii very personal, kwamba tumepoteza mechi mbili, viongozi wafai, nani hafai, nani hafai. Ni jambo la kawaida mno, na ni la kawaida sio kwa watu wengine, hata kwetu wenyewe Simba Sports Club tumeshawahi kupitia. 2023 tulipoteza mechi mbili za mwanzo dhidi ya Raja, tena tulipasuka bao 3 Benjamin Mkapa pale, hakuna ambaye aliamini. Acha hii ya kufungwa kagoli kamoja, Benjamin Mtatu tumekufa bao, Benjamin Mkapa tumekufa bao 3, tukaenda Horoya tukafungwa bao 1, tunakwenda kucheza mechi ya 3 hatuna pointi hata moja. Nini kilifanyika? Wanasimba tukarejea kwenye nguvu yetu, tukarejea kwenye ubora wetu, tukampasua mtu nje ndani, mnyama akaingia hatua ya robo finali. Watu wote hawakuamini macho yao, Simba akafanya maajabu yake. Na hii ndio timu inayoongoza kwa maajabu Tanzania hii. Ile nyakati ambayo wewe umeshaikatia tamaa, umeshatuondoa mashindanoni, umeshakula viapo vyako kwamba tunaishia makundi, hapo ndio Simba anakuja kufanya kitu kipya kabisa. Sisi ni watu wa maajabu, na haya mambo tunayamudu na tunayaweza. Tumepoteza mechi mbili za hatua ya makundi, sio jambo jipya. Kwa hiyo mwana Simba wala usihamanike kwamba sasa ni jambo la kawaida mno. Ukishapata matokeo kama hayo, sasa unarejea sasa vitani, unajipanga upya, unaangalia umekosea wapi, unarekebisha nini, unaboresha wapi, unawapa moyo wapambanaji wako. Baada hapo unaingia kupambana upya. Tuna mechi tarehe 23 dhidi ya Esperance Januari, tunaanzia nyumbani kwake Tunisia. Huyu tuna jambo naye,
Tukimaliza pale tunageuka naye Benjamin Mkapa, tunakuja kumalizana naye hapo. Pointi tutakazokusanya hapo hakuna binadamu ambaye ataamini, na hiyo ndio itakuwa turning point ya mnyama kwenda hatua ya robo finali. Hii ni Simba Sports Club Isaya Dede. Sisi hakuna mtu yoyote tunayemwogopa katika ardhi hii ya Afrika. Tushamfanya kila mtu vibaya Afrika hii. Hakuna yoyote ambaye hajui machungu ya Simba Sports. Tena Simba ambayo inataka kuamka mahala kwenda mahala pengine. Kwa sisi wala hatuna wasiwasi. Tunajua tutaamkia wapi, tutaibukia wapi, na mnyama atafika na kutaka kufika. Wala hatuna mashaka katika hilo. Labda Mwenyezi Mungu tu awe hajapanga mwaka huu mnyama aende robo finali, lakini kwa juhudi za kibinadamu mnyama anatoboa mapema tu kwenda hatua inayofuata. Tunajua nini tunapaswa kufanya, na ndio maana huu muda huu tunautumia vizuri kufanya marekebisho hapa, na tayari tumeshaanza kufanya marekebisho na maboresho hapa. Tutakaporejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, sisi tutakuwa ni viumbe wapya kabisa, na kila